Kwa nini nchi za Umoja wa Ulaya zinarudi tena Burkina Faso? Katika hali isiyokuwa ya kutarajiwa, Umoja wa Ulaya wanarudi tena Burkina Faso, wakiwa na tabasamu la kinafiki usoni, wakipeana mikono, huku wakiahidi ushirikiano mpya na utawala ule ule wa kijeshi waliokuwa wameita utawala wa kidikteta. Mataifa ya Ulaya ambayo yalidai kuwa Burkina Faso haina demokrasia, mataifa waliojiondoa kuwa hapa hakuna diplomasia, ni kwa nini tena wanarudi? Ni nini kimekuwa cha tofauti kati ya mwaka 2022 Captain Ibrahim Traore alipoingia madarakani na mpaka sasa mwaka 2025 kiasi kuwa waanze kupetipeti na kutaka kurudi uko Wagadugu? Jibu linakuja likiwa wazi kabisa. Ni kwa sababu ya kitu kinachojulikana kama balance of power inahama ikihamia Afrika, hususan katika ukanda wa Sahel. Sio tena uwanja wa vita kama ilivyokuwa hapo awali. Kubadilisha mawazo kwa mataifa ya Ulaya si kwa sababu wana mapenzi kweli na taifa la Burkina Faso. Ni mipango mikakati ambayo imezaliwa njiani wakati hawakutegemea. Wakati ambapo Captain Ibrahim Traore alipochukua madaraka mwaka 2022, majibu ya Ulaya yalikuwa ni ya kutabirika. Maafisa wa ngazi ya juu wakawa wametangaza hayo mapinduzi, na wakaanza kuongea kuwa utawala umechukuliwa ambao sio utawala wa kikatiba, ni utawala wa kijeshi, wakidai kuwa hakuna demokrasia na hii ni tishio kwa usalama wa ukanda huo. Misaada wakakata, lakini ushirika na kijeshi pia wakaanza kujiondoa, na Burkina Faso kidiplomasia ikawa imetengwa na kutelekezwa kabisa na watu wa magharibi. Lakini miezi michache mambo yakaanza kuiva bwana. Balozi zilizokuwa zimefungwa zikaanza kufunguliwa kisirisiri, kimya kimya ndani ya Wagadugu. Sauti zile zile zilizokuwa zikimlaumu na kumtuhumu Ibrahim Traore ghafla zikaanza kutuma ujumbe, tunaomba maongezi, tunaomba tushirikiane na tutengeneze faida kwa pamoja. Ndani ya mwezi wa 5 mwaka 2025, Zao Gomez, mwakilishi maalum wa mataifa ya Ulaya au Umoja wa Ulaya katika ukanda wa Sahel, akaongoza misheni ya siku 3 huko Wagadugu, huku akionyesha kutabasamu pembeni ya maafisa wa ngazi za juu wa Burkina Faso, akiahidi win-win partnership. Swali linakuja sasa, ni nini kilichokuwa kimebadilika? Kwa sababu ukanda wa Sahel sio tena uwanja kwa ajili ya mataifa ya Umoja wa Ulaya. Umekuwa ni ukanda ambao una mikakati na ukanda wa kimikakati kwa ajili ya kujiweka huru kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Wakati ambapo Ufaransa pamoja na makoloni mengine walipoondolewa, na wao wakatishia kuhusiana na misaada, kambi za kijeshi na mikopo kuwa hii wataisitisha. Taifa kama Mali, Niger na Burkina Faso wakawa wameanza kupambana kutafuta uhuru wa kweli. Ujumbe ulikuwa wa wazi kabisa. Afrika siku zote haitakaa iwe ni ya kunyonywa tu. Mabadiliko haya hayakuwa ni ya ghafla tu, ila yalikuwa yamezaliwa kutokana na ukandamizaji wa siku nyingi sana. Kutokana na ushirikiano mbaya, hakukuwa na ushirikiano, kulikuwa na wanyonyaji, lakini kutokana pia na ahadi hewa na maneno mazuri ambayo hayana kitu chochote, ambacho sasa kikasababisha umasikini ulikuwa hauwezi kuisha katika ukanda huo. Traore alipoingia madarakani, basi akawa imara kweli kweli. Akakataa minyororo ya kitumwa kupitia misaada. Akataka kuwe na heshima na sio watu wa kutufundisha nini cha kufanya. Na zaidi sana akaweka sera za Burkina Faso zilandane kabisa na mahitaji ya watu wake, na sio kufuata matakwa au vipaumbele vya Paris au Brussels. Na watu wakaitikia, na Afrika pia vile vile ikaanza kumsapoti Ibrahim Traore. Sio kwa sababu ya wazo la kimapinduzi, hapana, ila ni kwa sababu alivunja mfumo ambao watu wengi wa Burkina Faso walikuwa wanaamini umewakwamisha. Kwa mataifa ya Umoja wa Ulaya hili likawaacha dilema kuwa ukiacha huu ukanda basi umepoteza ushawishi kwenye ukanda huo.
Kakae juu ya paa uangalie, alafu uone Urusi, China na Uturuki wakiwa wanajaza pengo mahali ulipoondoka wewe. Au rudi uonekane umesaliti kanuni zako za kidemokrasia ambayo umekuwa ukihubiri siku zote, tunataka demokrasia. Bado Umoja wa Ulaya wakarudi, kwa sababu madhira ya kuondoka ni makubwa kuliko madhira waliokuwa wanalaumu kuwa uongozi ni wa kidikteta, haujafuata kanuni na misingi ya kikatiba. Kutembelea kwa mjumbe wa Umoja wa Ulaya katika ukanda wa Saheli ulikuwa ni zaidi ya alama. Ilikuwa ni namna ya Umoja wa Ulaya ukisema, jamani, tafadhalini tunahitaji kuongea sasa, tukae mezani tuyazungumze. Na Burkina Faso wakawa wameendelea kushikilia msimamo wao pale pale. Wakasema, pamoja na haya yote lakini tunataka mtambue kuwa rasilimali ziko kwa ajili ya kunufaisha ukanda huu. Pamoja na fedha zenu mlizotupa bilioni 200 CFA franc ambazo mliziwekeza katika maendeleo na misaada ya kibinadamu tangu mwaka 2021. Lakini hii kaonekana Umoja wa Ulaya ndio watakaopoteza sana kama wataacha wasijiunganishe tena na hawa mabwana. Lakini Traore kama Burkina Faso, yeye haombi, hapana. Na tayari taifa limeweza kuonyesha kuwa linaweza likaanza kuwa na washirika wengine wapya ambao watafanya nao biashara pamoja na ushirika kijeshi bila kuingiliwa kwa masuala ya ndani. Huo ukawa ni mtihani ambao sasa Umoja wa Ulaya ungesubiri, badala ya kuleta misaada na kuongea, ila wanatakiwa wawe watulivu, wanyenyekevu. Wakawa mpaka hapo wamejua kuwa kwa namna hii Afrika sio ile tena ya kutegemea mataifa kutoka nje. Na sasa wao ndio wameshika usukani wao wenyewe kuendesha gari lao. Kwa kuwa na idadi kubwa ya vijana na kutambua umuhimu wa rasilimali zao, sasa Afrika imeanza kujitengeneza yenyewe bila kumtegemea mtu mwingine yeyote. Na kuanzishwa kwa muungano huu wa Sahel na kuanzishwa kwa Pan-African Economic Integration, hizi zote ni ishara za wazi kabisa kuwa mabadiliko haya yanakuja kuchallenge utawala au utumikishwaji ubwana wa mataifa ya magharibi. Kwa taifa kama Burkina Faso, mchezo ni rahisi mno. Fanya ushirika na wote, lakini kama usimpigie magoti yeyote. Hili likawa ni tatizo kwa upande wa nchi za Umoja wa Ulaya. Kurudi kwa Umoja wa Ulaya katika taifa la Burkina Faso na ukanda wa Saheli kukawa kuna maana sana kwao, na sasa wamerudi wakianza kuongea kuhusiana na heshima. Tuheshimiane, tusiingiliane, na matatizo ya Burkina Faso yatatuliwe na Burkina Faso yenyewe. Maamuzi yatolewe na Burkina Faso yenyewe, sio kutoka Ulaya. Lakini hizi sio kanuni zile tunazozihitaji, kama tunaita hivi fresh principles. Ni thamani za zamani ambazo watu wa Ulaya walikataa kuziheshimu, na sasa inabidi wakubaliane nazo kwa sababu hawana uchaguzi. Captain Traore, kijana mdogo miaka 37, akiwakilisha kizazi cha viongozi wa Afrika kuwa hatuhitaji tena kufanya mambo yetu eti mpaka tusubiri watu wa nje watuambie ndio fanyeni ama msifanye. Utawala wake unaweza usiwe mkamilifu kwa 100%, kwa sababu hakuna utawala ambao uko mkamilifu kwa 100%, lakini unaonyesha ni namna gani ambapo viongozi wengi wa Afrika waliochaguliwa wakiwa wanafuata matakwa ya Ulaya, na watu wamekubali hilo kwa kupitia sapoti zao wanavyomsapoti Captain. Na sasa sapoti hiyo iko na Traore, na wanadiplomasia wa Ulaya huko wanalitambua hili, hata kama linawauma, lakini hawana namna. Kuna lugha mpya ya unyenyekevu huko Brussels. Hizi sio nyakati tena zile za zamani za kuwaambia Afrika ifanye nini na nini isifanye. Hii ni kuhusiana na kusikiliza, kujifunza na kushirikiana. Kama vile ambavyo mjumbe huyu wa Ulaya Zao Crevinyo alivyosimama mbele ya waandishi wa habari huko Wagadugu akitangaza kuwa mataifa ya Ulaya au Umoja wa Ulaya ni marafiki. Hapo mwanzo haikuwa hivyo, kwa eti kuna mmoja anamsaidia mwenzake, ilikuwa ni unyonyaji tu. Na kauli kama hizi angezitoa miaka iliyopita 3 kabla ya utawala wa Ibrahim Traore, hilo lingekuwa linawakonvinsi watu wengi zaidi na kuwashawishi.
Kabla hawakuweka vikwazo kwa uongozi huu waliokuwa na ulaumu ni wa kiimla, na kabla hawajaweka hukumu yeyote ile, na kabla hawajaondoka wakitelekeza yale waliokuwa wameyaweka huko. Na sasa inaonekana ni amani wanayoitengeneza kwa mtu ambaye walikuwa wamemwacha na kumshutumu na kumlaumu. Burkina Faso sio taifa lile ambalo lilikuwa 2022, na Afrika sio ile ile ya miaka ile, na ulimwengu lazima ukubaliane kwa ukanda wa Sahel sio ule wa zamani kama ilivyokuwa mwanzo, ila kwa sasa wanatembea katika njia yao wakiuelekea uhuru wa kweli. Na sasa tumetoka kwenye ule ulimwengu wa kuwa mataifa ya Ulaya ndiyo yanayoweza yakawa na maamuzi kwa mataifa ya Afrika, na kwa sasa Afrika inaangalia, Burkina Faso inaongoza, na Umoja wa Ulaya lazima uchague kuwa watatembea pamoja na sisi wa Afrika au tutawaacha nyuma sisi tuendelee na mambo yetu.